بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. فقد ثبت عند الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. imethibiti ndani ya sahihi Muslim rahimahullah hadithi Abu Qatada Al-Harith bin Rabi' radiyallahu anhu akisema aliuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam an saumi yaumi Arafa, kuhusiana na funga ya siku ya Arafa. فقال صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية. funga hii inafuta madhambi ya mwaka uliopita na mwaka uliopo. Mwaka uliopita mtu anasamehewa, na mwaka ambao uko mbele yake anasamehewa, kwa maana Allah anamwafikisha tufanye madhambi mja. Ingawa khilafu hivyo baina ahlul ilm, je, ni madhambi gani ni kabair dhunub au kabair na saghair? Ingawa wamekubaliana katika upande wa saghair, wakakhtalifiana katika upande wa kabair. Wako wanaona kabair lazima ipatikane tauba, ama saghair maarufu. Hadithi mbele kasema asila an yaumi ansawmi yaumi ashura, akaulizwa vile vile funga siku ya Ashura ambao ni يوم 10 للمحرم, siku ya 10 ya mwezi wa Muharram. Kasema kafaru sana al-madhi, yani hii inampelekea mtu kusamehewa madhambi leo ya mwaka uliopita, mwaka mzima anasamehewa. Na imekuja katika sunna ya Abi Daud athari ya Abi Hurairah, na vile riwaya kwa Aisha radhiallahu anha na wengine katika sahaba kama Ibn Umar. Ikrima maula Ibn Abbas radhiallahu anhuma قال دخلت على أبي هريرة, amesema Ikrima niingia kwa Abu Hurairah radhiallahu anhu, فقلت au fasaltuhu, ima nikasema kumuuliza au nikamuuliza an saumi yaumi Arafa bi Arafat, kufunga siku ya Arafa kwenye viwanja vya Arafa. Kamuuliza Abu Hurairah, vipi funga ya mtu kufunga kwenye siku ya Arafa akiwa ndani ya viwanja vya Arafat? فقال رضي الله عنه
naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an sawmi yawm Arafa bi Arafat, amekataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kufunga siku ya Arafa katika viwanja vya Arafa. Amekataza sallallahu alayhi wasallam, ingawa hii inafahamika kwa watu wenye kusoma kwa ni swala mukhtalafu ya al-hajj, inajuzu kwake kufunga kwa katika Arafa au haijuzu. Yani hii ni masala mukhtalafu fiha hata baina sahaba. Wako walikuwa wanaona kwamba walikuwa wanafunga, lakini wengine walikuwa hamna funga uko katika viwanja vya Arafa, na hii ndio ahsan. Ndani ya viwanja vya Arafa kifunge ili ahlul ilm wasema yataqawa bidua wa dhikr, ili apate nguvu ya kuomba dua na kumshukuru Allah katika viwanja vya Arafa. Ikhwa fillah, tumetanguliza hadithi hizi na hii athar ili tuziangalie kwa pamoja athari hizi na hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ni marejeo katika ufungaji wa funga ya Arafa, ambao kiangalia hadithi ilitoa ya Abu Qatada radhiallahu anhu, kuna vitu viwili aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ameulizwa suila an saum yaumi Arafa, funga ya siku ya Arafa, ambao sasa hapa inahitajika watu wajue hii siku ya Arafa ni ipi. Siku ya Arafa ni ipi? Halafu akaulizwa an saumi yaumi Ashura, kufunga siku ya mwezi 10. Wakati hadithi kipande cha mwanzo cha hadithi hakikusema suila an saum yaumi Tasu'a min Dhulhijja, hakuulizwa hivyo Mtume sasa. Hakuulizwa Rasulullah vipi kufunga mwezi 9 wa Dhulhijja, hakuulizwa hivyo. Wakati kipande cha pili cha hadithi kinasema ameulizwa kufunga siku ya mwezi 10 Muharram, ambao alisiko wazi. Ikhwa, tuache masala ushabiki, tuache masala kwa sababu ni shekhe uzungumze unavyotaka kuleta ushabiki katika dini ya Allah subhana. Ingawa mtu anawezekana akazungumza anavyozungumza, ikisha mwisho wa mazungumzo hakuna haja ya kulumbana, hakuna haja ya kutupiana maneno, hakuna haja. Wakati mtu atazungumza ashajenga msimamo wake na ashataka watu wafuate msimamo wake, wakati masala asili ni masala khilafia, ilikuwa kama ni mtu anachunga adabu za wanachuoni katika masala khilafia, angezungumza kwa adabu ya wanachuoni kwa masala haya ni masala ya khilaf. Baadhi ya wanachuoni wanaona kadha na baadhi ya wanachuoni wanaona kadha. Kama unavyoona kwamba kauli yenye nguvu ni hiyo uliyosema, na vile vile wako wanasema kauli yenye nguvu ni kwamba mwezi ni mmoja, kwa sababu masala yataallaq na ru'yati al-hilal. Masala yataallaq na ru'yati al-hilal. Amesema Allah tabaraka wa taala, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, umma wenu Waislamu ni umma mmoja, umma wetu ni umma mmoja. Kama ni umma mmoja, tumeamrishwa na masala ya Islam, wa tasmu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni na dini ya Allah, mwe kitu kimoja, msifarkiane. Kwa kweli nasikitishwa na baadhi ya watu ambao wamenasibishwa kwa watu wenye elimu na Islamu wanazungumza, na vile vile misimamo wanokazia kwa kazi ya watu kwa wana misimamo kama hiyo wanaitaka wao. Wakati leo kama masa anazungumza kielimu, bila shaka wanakuta ndani ya mazungumzo mzungumzaji anapozungumza ni khata. Kama tujengee masala kwenye ile elimu, maana anasema masala haya yazungumzwe kielimu. Kwa mtu anazungumza kielimu, unakuta kwamba masala haya hakuna masala nini ya mvutano, lakini unakuta ushazungumza kumezungumza ushabiki. Alafu unataka watu wa nini wazungumze kielimu, wakati ushazungumza kwa ushabiki, mbali ya kwamba umejengea maneno yako katika kama umezungumza kielimu. Swala la Arafa au funga ya Arafa, kuna baadhi ya wazungumzaji wamezungumza kuwa funga ya Arafa au swala la Arafa halifungamani na masala ya hija. Ajibu, yani hii ni katika ajabu za wazungumzaji. Wallah, funga ya Arafa haina mafungamano na masala nini
masala haji. Kwa nini? Hoja yako nini? Hoja yake anasema kwa sababu hii funga ya Arafa haijatajwa katika milango ya hija. Si ndio hivyo? Haijatajwa katika nini? Milango ya hija. Tayib, kama ni kweli au hivyo kwamba haijatajwa katika milango ya hija, kwa haihusiana nini? Haihusiana na hija. Ndio. Kama ni hivyo, unaonaje tukazungumzia funga ya msafiri? Funga ya msafiri itakuwa funga hii maza funga Ramadhani labda simezungumzwa katika mlango wa funga, au kuna mlango maalum unawekwa kwa mlango wa musafirun labda umewekwa hivyo. Kwa hiyo kweli funga msafiri hauhusiana na funga kama vile funga Ramadhani, yuko safarini kuhusiana na funga Ramadhani labda, au tukitoa hilo huenda likaa lina nini, linawezekana likaa lina nguvu fulani kwa mtu kuvutia kwake, lakini tuzungumzie masuala upunguzaji wa swala kwa msafiri. Kwa hiyo ni safari, lakini safari itakuwa ahkamu za safari, lakini imetajwa ndani ya mlango wa nini? Ndani ya milango ya swala, kwa sababu inahusiana na swala mbali ya kuwa lile jambo la safari. Haikutengezwa mlango kwamba mlango wa wasafiri alafu ikataja msafiri atakao kupunguza swala, kwa swala msafiri anatakiwa asifunge, msafiri si kadha. Imekuja masala ya funga katika mlango wa funga, ikaelezwa na funga miongoni mwa hukumu za msafiri kwenye funga. Swala ikatajwa katika mlango wa swala miongoni mwa milango wa swala kwa msafiri na kuaje. Kwa maana ninachokusudia, iwe funga ya kafara, iwe funga ya nadhiri, iwe funga ya nini, ya Arafa, iwe funga ya Ashura, iwe funga na yote, kwamba itatajwa ndani ya kitabu siyam, kwa sababu hili ni jambo la nini? Jambo la funga. Kwa hivyo vote ninavyokwenda funga kama funga zote zitatajwa ndani ya kitabu siyam, kwa sababu ni funga. Kitabu siyam kimekusanya funga zote hizo zinahusiana na kitu fulani, hazihusiana kitu fulani, zitatajwa ndani ya kitabu siyam. Ziwe funga za wajibu Ramadhani, funga za kafara, funga za tatawu Jumatatu, Alhamis labda, funga zote zitatajwa ndani ya nini? Kitabu siyam, kwa sababu kimezungumziwa nini? Kitabu siyam. Na masuala ya haji yatazungumziwa katika haji, na ndani ya haji inawezekana zikatajwa funga ndani ya haji kwa mlipa ya kwa wale ambao amekosa haji, lakini nazo tutazikuta vile vile katika kitabu siyam zinatajwa kwamba funga ya yule ambaye amekosa haji anaweza akafunga katika ayamu tashrik 3 ayyam wa 7 idha raja fi baladi. Hili tamko alilolizungumza mzungumzaji kwamba hii masala ya yaum Arafa au hii yaum Arafa, kwanza tufahamu kwamba yaum Arafa ni siku gani. Manake tutoke uko kwenye kufutiana misimamo, tusivutiane misimamo. Muhimu tuiangalie hii siku ya Arafa ni siku gani, kwa sababu hadithi imesema suila an saum yaumi Arafa, ameuliza kuhusu funga ya siku ya Arafa. Kwa hiyo hii yaumu Arafa, ma huwa yaumu Arafa, ni ipi hiyo siku ya Arafa ambayo amesema Ibn Jibrin, Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Jibrin rahimahullah, katika hamish alipokuwa akiweka taaliq ndani ya kitabu cha Ibn Rajab ahkamul ikhtilaf fi ru'yati hilal dhil-hijja, kitabu cha Ibn Rajab ambao Ibn Jibrin ameweka taaliq alipokuwa akizungumzia haya masala Arafa. Kwa sababu nalizungumza hivi, mzungumzaji anasema hakuna mwanachuoni yoyote aliyosema kwamba siku ya Arafa ni siku ambayo watu wa nini wako ndani ya kisimamo. Amekata kauli kama vile kwamba ni ijmaa ya ahlul ilmu, imepita kwamba kauli ni moja tu, hakuna mwanachuoni aliyokhalif kauli hiyo, ambapo sasa hii masala ilmia itakuwa kwenye bahthi
ukusanye maalumati ambayo alikuwa anatosheleza. Usichukue msimamo umesoma kitabu kimoja viwili vitatu ukachukua msimamo kwa basi unatolea tu kauli ni hii na hundo sahihi. Yani si sahihi akhi. Chunga adabu kwa wanachuoni kutwani kitu kama hicho kwamba hakuna kabisa kitu hicho si sahihi ikhwan. Kwa hiyo Ibn Jibrin rahimahullah anasema fala hadha baada ya kuzungumzia baadhi ya masala ambayo yana alaka na Arafa. Anasema fala hadha yakunu yawm Arafa يوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه الإمام وجماعة المسلمين في عرفات. na kwa hili inakuwa siku ya Arafa yakunu yawm Arafa inakuwa siku ya Arafa huwa al-yawm alladhi yaqifu fihi al-imam ni siku ambayo anasimama imam wa Waislamu wa jamaatul muslimin na kundi la Waislamu wanasimama wapi fi Arafat ndani ya Arafa wa hadha huwa thabit na hili ndio ambalo limethibita na Aisha radhiallahu anha wala yurafu laha mukhalif min as-sahaba. Hii imethibiti kwa Aisha hakuna alokhalif yoyote katika masahaba kwamba siku ya Arafa ni siku ambayo watu wanasimama viwanja vya Arafa ndio siku ya Arafa. Hakuna mukhalif katika sahaba ni kauli ya Aisha radhiallahu anha kisha hakuna ile mukhalif kwamba siku ya Arafa ni siku ambayo watu wamesimama viwanja vya Arafa. Kwenda Ibn Jibrin mtu akasema huyu ni mwanachuoni wa juzi na jana tu fajibu, lakini mwenye kunukuu maneno amenukuu fatawa za kina Sheikh bin Baz, fatawa za kina Sheikh Uthaymeen ambao ndio kama itakuwa ni wajuzi na jana vile vile wanukuu ni kina bin Baz mashaikh zetu ambao tuko nao katika zama zetu wamefariki karibuni. Kwa kauli hii tunapata kuona kwamba si sahihi kusema kwamba hakuna mwanachuoni aliyokuwa amesema kwamba siku ya Arafa ni siku ya nini, siku ya kusimama. Hamna kauli hii hapa. Ibn Jibrin amesema bali qala an-Nawawi rahimahullah amesema Nawawi katika majmuu ambao ni sheria ya Muhadhab mujalladi namba 5 katika baadhi ya nusha na iko nusha nyingine mujalladi namba 2 jildi namba 5 katika ukurasa 29 anasema wakadha yawm Arafa huwa al-yawm alladhi yadhharu lin-nas annahu yawm Arafa na hivi siku ya Arafa ni ile siku ambayo itawadhihirikia watu kwamba siku hiyo ni siku ya Arafa. Itakapowadhihirikia watu kwamba siku hiyo ni siku ya Arafa watu katika viwanja vya Arafa sawa kana tasi'a ni sasa kama itakuwa mwezi 9 au al-ashir au itakuwa mwezi 10 sawa. Ikishadhihirika kwamba leo ni siku ya Arafa kwenu mwezi ngapi? Kwetu mwezi 9 sawa, wengine kwetu mwezi 10 Arafa hiyo. Maneno ya nani? Imam an-Nawawi rahimahullah katika Muhadhab au Sharh Muhadhab ikisha anasema Imam Nawawi qala ash-Shafi'i fil ummi hivi katika tamko hili qala ash-Shafi'i fil amesema Imam Shafi'i katika kitabu chake al-Umm aqiba hadha al-hadith baada ya hadithi hii ambayo imesema wal adha yawma tudhahun siku ya udhiya ni ile siku ambayo nyinyi mnachinja ambao hadithi amestadili Imam Nawawi baadaye akaleta maelezo haya kisha akasema maneno amesema Shafi baada ya hadithi hii fa bihadha na'khudh msimamo huu ndio tunaochukua kwamba kwa mwezi 9 mwezi 10 kisha kudhirikia watu katika viwanja vya Arafa ndio tumesimama ndio siku ya Arafa hiyo. Amenukuu Imam Nawawi na akasema maelezo haya Imam Shafi'i ndani ya al-Umm ameeleza. Kwa nadhirikiwa kwamba si sahihi kama alivyojenga msimamo mzungumzaji na vile vile tukiangalia hadithi au athari ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ambapo Abu Hurairah radhiyallahu anhu kama ilivyokuja Ikrima kama dakhaltu ala Abi Hurairah radhiyallahu anhu fatatu an sawm yawm Arafa bi Arafat nimeingia kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu nikamuuliza Abu Hurairah ambaye ni sahabi kuhusiana na funga ya Arafa kwa mtu aliye katika viwanja vya Arafa akasema kana nabii sallallahu alaihi wasallam naha an sawmi yawmi Arafa bi Arafat tumekataza kufunga siku ya Arafa watu waliokuwa ndani ya viwanja vya Arafa kwa maana wakifahamu kwamba ufungaji wa Arafa ni siku ambayo watu katika viwanja vya Arafa
watu wako katika viwanja vya Arafa, ndio siku ambao watu wanatakiwa wafunge siku hiyo. Hadithi hiyo au athari hiyo kwa Abu Daud rahimahullah. Naam. Halafu zile fatwa alizozileta kama alikuwa amesema, miongoni mwa fatwa ya Ibn Baz katika majmuu fatawa wa maqalat, majmuu fatawa rasail wal maqalat li Ibn Baz rahimahullah, alipoulizwa kuhusiana na kuna utofauti baina ya funga ya Arafa na funga Ramadhani, yani katika masala ya ru'ya, akasema Ibn Baz katika jumla ya maneno alionukuu huyu mzungumzaji, anasema Ibn Baz akajibu, la farqa fima na'lamuhu baina Ramadhan wa Adha, hakuna utofauti kwa kile ambacho tunakijua baina Ramadhan na baina nini, baina udhiya. Sasa tukirudi katika Ramadhani kwamba Waislamu katika Ramadhani tunakubaliana kwa tamko ni moja, si kuna khilafu mashaikh. Kuna wengine wanasema mwezi ni moja, kuna wengine wanasema mwezi kila mtu ana mwezi wake. Sasa basi kama ni hivyo, Ibn Baz anasema hivyo, vile vile iko adabu katika maswala ya maswala khilaf, maswala khilaf, kuna adabu ya kuzungumza masala ya khilaf. Kama unaona kwamba Ibn Baz amesema kwamba kauli iliyokuwa rajihi ni kila mtu kufunga na mwezi wake, vile vile kina Imamu Shaukani wamemtangulia Ibn Baz, bali Ibn Baz ananukuu baadhi ya maelezo yake, fatwa zake anachukua kwa nani? Kwa Shaukani, kuonesha Shaukani yuko juu kuliko hata Ibn Baz rahimahullah. Imamu Shaukani nani? Imamu wa Shafi'i, madhhabu Shafi'i katika Nail al-Awtar anasema mwezi ni mmoja tu. Kama anataka kubadilisha daraja, mwanachuoni yupi tumtangulize, yupi nimtereshe? Sasa kauli ya Shaukani tuiache tukiwe Ibn Baz, tutakuwa tumemheshimu zaidi Ibn Baz, tumemdharau nani? Shaukani. Au tuchukue Shaukani tumwache Ibn Baz? Yaani tuangalie nguvu ya dalili na nguvu za hoja katika masala ya khilafu. Inaangaliwa nguvu, wapi kuna hoja yenye nguvu zaidi. Na kama mzungumzaji anasema tunatakiwa watu kuleta umoja wa Kiislamu, umoja huu ulete katika kijiji chako peke yako, wewe kijiji kwako ndio mwema wa moja, kijiji cha pili hatutaki umoja na wao. Umoja, unapozungumza umoja wa Kiislamu ni umoja wa kiulimwengu, Waislamu ulimwengu mzima wa kitu kimoja. Mbona mnapoenda Maka kule usemi kwamba sisi kwetu kule ndo kwanza mwezi 8 leo hatuendi kusimama Arafa, Arafa yetu itakuwa kesho? Lakini nakubali kwamba kule kwa sababu mko wote mnasema mpo kitu kimoja. Sasa hili si limewezekana, kule mmeungana, sisi haiwezekani kuungana katika hili. Nalizungumzia haliwezekani kuungana na zetu kwa Arafa na zetu kafunga. Akachukua baadhi ya nukulat au akajengea msimamo kwa kuwauliza baadhi ya wazee katika mazungumzo yake, kwa waulizeni wazee hao wenye miaka sijui miaka 80 sijui nyuma sijui kitu kama hicho, maana maneno yake, sababu mimi nimepata kwa kuchelewa, wengine wamenipigia simu tu, kuna mtu kazungumza. Kwa hiyo ni nenye mmepata mchana si saa ngapi, si ndio napata hiyo habari, kwa kuna mtu kazungumza maneno, kwa chukulia muda kuangalia haya masala, kwa hata ile kuweza kudondoa kila kimoja kilicho ndani ya mazungumzo yake kwa muda haukutosha, lakini kwa unaweza kudondoa kimoja kile ambacho amekizungumza kwa ajili ya kuweka mafumo yaliokuwa sahihi, kuwafahamisha Waislamu kama alivyokuwa amejengea msimamo wake. Na kuna haja ya kuzungumza kwamba hayo masala hayako peke yake kama alivyozungumza yeye. Akazungumza kwa kabla wasaili ilam, vyombo vya mitandao, mambo ya mawasiliano, mambo ya radio, mambo ya simu, watu walikuwa wanafungaji Arafa. Kama vile hili swala itakuwa ndio wa mwanzo kulitolea fatwa labda, ama kama ananukuu kauli za ahlul ilm kuhusiana na vitu kama hivyo vya mitandao, mnasenaji nyinyi wanachuoni, amewahi katika maelezo yake kuchukua fatwa ya Ibn Baz kama nilivyonukulia, ingawa kipande, lakini amestadili kwa fatwa za Ibn Baz. Na hawa ikhwa, baadhi ya watu wanachukua fatwa za kimaslahi. Ibn Baz amekataza mangapi ya bid'a, Ibn Baz ameongoza katika sunna, kuwafahamisha tu sunna. Kuna mambo ameyazungumza huyo mzungumzaji, kazungumza kutoka Kenya, kuna watu wanabudia makaburi mpaka leo Mombasa. Ibn Baz anasemaje kuhusiana ibada hii? Tena hii fungo tatu ataenda makaburini huko Mombasa. Hebu azungumze na hili, ambaye jamani, huko Mombasa huko makaburi ya ibada ni shirki, kufuru na mkufuru Allah subhanahu. Akataza hilo. Halafu nukuu Ibn Baz amesema kadha, Sheikh Uthaymeen amesema kadha,
Ibn Baz amekataza maulidi, amekataza mahitma. Zungumza kama ulizozungumza hili, usichukue fatwa ambayo ina maslahi na wewe ukaijengea hoja, fatwa ambayo inapingana na misimamo yako ukaiwacha. Zungumza nayo, waambie watu wa Kenya, jamani kuna watu wana maulidi ya Ibn Baz kasema, jamani watu wana hikma zao Ibn Baz, waambie hivyo. Lakini kuna watu wanachukua fatwa za maslahi katika ile ambalo wanaona fatwa mashuhuri sijui au vipi, Allah alam. Yeye na Allah yeye na muda wake atajua kama mazungumzo kwamba anakusudia kweli au ana kitu anakusudia katika kutaka kuwashusha baadhi na kuwapandisha baadhi. Hii ni juu yake, Allah ndiye mjuzi. Lakini narudi katika mahalo ambao tumegusia masuala wasaili ya ilmu ambayo imekuja baadhi ya fatwa za ahlul ilm katika fatwa lajnatul daima fatwa nambari 1452 swali nambari 1 katika fatwa kwa wale ambao wana majmuu fatwa ya lajnatul daima fatwa nambari 1452 swali la mwanzo la ndani ya mlango huu wa ujuzu hiyo ambao baadhi ya nusa ni juzu ya 15 imekuja fatwa hiyo juzu nambari 15 swala nambari hiyo na safha au kurasa 394. Wameuliza ulizaji, hal nastati an nasumu huna yawmayn li ajli sawmi arafa, je tunaweza sisi kufunga siku mbili hapa kwetu kwa funga ya siku ya Arafa? Liannana nasma'u fi radio, kwa sababu sisi huwa tunasikia tu katika redio. Sawa, wanazungumzia wanasikia wapi? Kwenye redio. Jamani leo watu wanaenda Arafa wanasikia kwenye redio wao. Swala anauliza muulizaji, tunasikia kwenye redio anna yauma Arafa ghadan, kwamba kesho ndio siku ya Arafa. Kama hivi tunazungumza sasa hivi, kesho ni nini? Watu wa Arafa wanasimama. Anna yauma Arafa ghadan yuwafiqu dhalika indana, ambayo hiyo siku ya Arafa ya kesho inakwenda sambamba hapa kwetu athamin min shahri Dhulhijja, hapa kwetu ni mwezi 8 wa Dhulhijja. Wanataka jawabu waulizaji kwamba kama hili swala kama vile muulizaji anatuulizia sisi kwamba sisi kesho ni mwezi ngapi ya kwetu? Mwezi 8. Kwa hiyo hii habari kwamba kesho watu wanaenda Arafa sisi tunasikia tu kwenye redio, na sasa hivi kuna mambo ya WhatsApp wanarushana message na jamaa zao, bwana kesho asubuhi tunaenda zetu wapi? Arafa. Wasaila ambayo ikagusia kule ilikuwa hakuna hivyo. Sasa watu walikuwa wanafungaji hilo swali, wewe unajiuliza hivyo, unazungumza hivyo kama vile ulivyokuwa umetoa fatwa kwamba Sheikh bin Baz katoa fatwa juu ya masuala yozungumza, na hili ungesogea tu katika fatwa ukaangalia hiyo ila lajnat daima hiyo ungekuta jawabu hata katika hiyo wasaili ilmu. Wameuliza watu kuhusiana haono sikia kwenye redio vipi, na wao jawabu ikaja yaumu Arafa, siku ya Arafa huwa al-yawm alladhi yaqifu an-nasu fihi bi'arafa, ni siku ambayo watu wanasimama ndani ya siku hiyo katika viwanja vya Arafa. Wa sawmuhu, na funga yake siku hiyo ambayo watu wamesimama Arafa, kwa sababu dhamiri katika chini narudi nyuma hapo siku ambayo watu wamesimama hapo. Kwa hiyo funga yake mashruu ni imewekwa funga hiyo katika sheria, ipo li ghairi man talabbasa bil hajj, kwa yule ambaye hajafanya, yule ambaye hayuko ndani ya hija, yeye atakuwa funge. Sawa Sheikh, imefahamika hilo sana. Hii ni jumla ya jawabu, ingawa kuna maelezo mengine yanakuja mbele, lakini waliotoa fatwa hii akwa rais wa lajna kipindi hicho Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahmatullah alayhi na Abdullah wa Qudayani. Hawa ndio washiriki wa fatwa hiyo, kwa maana kule ametuambia kwamba Sheikh Ibn Baz anasema sifahamu katika hili kwa kuna khilafu ufungaji wa Ramadhani na ufungaji wa nini udhiya. Hapa Ibn Baz anatoa fatwa kwamba funga siku ambayo watu wamesimama Arafa. Hii hapa fatwa yake, kama anayo kweli hiyo nini kitabu ya lajnati daima, maana mwingine labda sijekuwa kanukuu kwenye magugo huko vitabu nyumbani hana, pengine katika Sheikh Google kaingia akakuta akachukua copy na paste, ingia maktaba angalia vitabu. Hiyo lazima daima ilozungumza swala hilo lilijibu wewe, vile vile imezungumza hata hiyo wasaili ilmu, mambo ya kwetu kusikia kwenye redio kwamba kesho watu wako Arafa, kwenye simu watu wapigana tunaenda Arafa.
Mashehe wamejibu siku ya Arafa ni ile siku ambayo watu wanasimama Arafa, na funga ya siku hiyo ambayo watu wamesimama Arafa ni kitu kimo ndani ya sheria. Kwa hiyo ufunge siku hiyo Muislamu ambaye uko ndani ya hija, mbali na zile hadithi zilizotanguliza. Zile hadithi ambazo nimetanguliza, hadithi ya Abu Qatada, athari ya Abu Huraira, vile vile kauli ya Aisha radhiallahu anha. Halafu kitu kingine, kuna mambo amealeta, si hadithi ya Safia, Mtume amefunga masiku 9. Imekuja hadithi ya Aisha ndani ya Sahih Muslim, anasema Aisha radhiallahu anha kwamba yeye hajakutapo kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akifunga masiku 9 ya Dhulhijja. Imekuja hadithi katika Sahih Muslim, na likauliza swali kwa Ibn Baz rahimahullah, ambao imetokana na hiyo ile fatwa ya Lajnah Daima, akiwa rais Abdul Aziz bin Baz na naibu wake Abdul Razzaq al-Afifi rahmatullahi alayhima, na Abdullah al-Ghadayan na Abdullah al-Fawd. Wameulizwa kuhusiana, je, imethibiti hal sabata anna Rasul sallallahu alaihi wasallam sama athara dhulhijja? Akasema lam yathbutu fima na'lam anna Rasul sallallahu alaihi wasallam sama athara dhulhijja. Mtume hakufunga masiku 9 nini ya Dhulhijja, ila hili ikhwa linatiliwa nguvu na hadithi ya Abdullah bin Abbas kwamba kufunga siku za 9 hizi za nini za Dhulhijja ni jambo la mustahabu, na wanasuna wameeleza kwamba inapendekezwa na sheria kwa sababu ni katika amali zilizokuwa za khairi na amali njema zinapendwa zaidi katika masiku haya. Kwa haya ni baadhi ambao ni machache katika yale ambayo yaliyokuwa yamezungumzwa na huyu mzungumzaji, lakini akaleta baadhi ya shudhuz na baadhi ya masail ambayo iwapo watu ikawa imewapita funga ya Arafa, je, watailipa? Kuna mfano wa kauli kama hii kwa wale ambao mmeipata, si ndio? Kuna mfano masala kama hiyo kwamba kwa sababu wanachuoni hawajazungumza kuwa ilipwe funga hiyo ya Arafa, si ndio? Au hamjasikia kitu, lakini kuna mfano wa kauli inafanana na hii. Kwanza, kufunga Arafa sio wajibu. Kufunga Arafa ni mustahabu, na funga istihbab. Ahlul ilm, jamhuri ya maulama wanasema la qada, hakuna malipo katika funga za nawafil, hakuna malipo. Ukitoa madhhabu ya Abu Hanifa al-Hanafiya, wao ndio wanafunga ikikupita funga ya sunna utailipa, lakini haina qada kwa sababu imekuja hadithi ya Ummu Hani katika Sunan Abi Daud rahimahullah. Ummu Hani anasema, ya Rasulullah, aftartu wa kuntu saima, nimefungua, nilikuwa nimefunga nikala ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam faqala laha, akunti taqdihi shay'an, ulikuwa unalipa funga yote ya wajibu? Kuna funga ya wajibu unalipa? Qalat la, akasema hapana Rasulullah, nafunga sunna. Qala faqala sallallahu alaihi wasallam, fala yadhurruka shay'a in kana tatawwa, haikudhuru lote kama funga ya sunna, hakuna madhara yote. Funga sunna hakuna kulipa, kwa maana ya maelezo haya kwamba nafunga sunna imekupita hakuna nini, hakuna kulipa. Almuhim, kuna mengine ambayo yapo waliokuwa ameyazungumza huyo mzungumzaji, isipokuwa mimi nimegusia haya katika sehemu zilizokuwa muhimu kufahamu kwamba funga ya Arafa, usahihi wa masala, mbali ya kuwa naam tunakubali khilafu ya ahlul ilmu ipo, hatukatai khilaf ya ahlul ilmu ipo, lakini kwa hii hadithi tukisha masala hadithi imesema hivi, Mtume ameulizwa an saumi yaumi Arafa. Arafa nini? Mara ngesema Arafa ziko 3. Sisi tutazungumzia Arafa yote, sisi tunazungumzia Arafa hii moja. Hizi mbili ziweke pembeni, si hatuzihitaji katika maudhui hii. Sisi tunazungumzia Arafa moja tu. Sasa hivi kutuambia kwamba Arafa ziko 3, sisi tunazungumzia maudhui yetu ni Arafa, ambayo wewe Muislamu kuambiwa Arafa gani unajua? Funga ya siku ya Arafa, funga gani unajua? Ile siku ambayo Allah amechukua ahadi kwa watoto wa Adam, ndio siku hiyo, ndio tunasikia yani funga hii mashekhi. Tunakusudia hiyo. Kwa hakuna haja katika yani kutaka kuwashughulisha Waislamu. Hii ikhwa ni baadhi ya watu ambao Allah amewapa
elimu, kutaka kuwashughulisha Waislamu na kutaka kuwapoteza mwelekeo katika kitu ambacho Waislamu pengine wameshakielewa. Kwa mtu anaona atumie fursa kutaka kuwazuga kidogo, kuna Arafa ya watu si Adamu alipochukua Allah alipochukua hadi kwa watoto wa Adamu, kuna Arafa sehemu, kuna Arafa siku. Sisi tukizungumzia funga ya Arafa, Muislamu yoyote anajua funga ya Arafa inakusudiwa nini. Kila Muislamu anajua. Sawa ikhwa? Kwa kupitia hizi hadithi Mtume ameulizwa kitu hii ambao angalia. Sallallahu alaihi wasallam. Suila an saumi yaumi Arafa. Haya wewe unahitajia kuongezewa maneno yangu mimi nikuongezewe maneno. Hujafahamu hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kuna haja mimi kuongeza kwangu au kuleta falsafa? Ameulizwa kuhusiana na funga ya siku ya Arafa. Khalas. Funga siku ya Arafa. Yeye hakusema kwamba saumi yaumi Arafa Tasua au yaumu tasi min Dhulhijja, kwa sababu ni kitu maarufu. Wanajua masahaba kwamba siku ya Arafa ni yaum yaqifuna an-nas bi'Arafat. Wanajua masahaba, kwa maana kujua kwao hakukuwa na haja ya kusherehesha hii siku ni ipi. Ni siku watu wasimama Arafa kama walivyotunukuu baadhi ya maelezo ahlul ilm wa ikhwa. Bali nakumbuka katika hili vile vile kuna maelezo ya Imamu Ibn al-Arabi al-Maliki. Ibn Arabi al-Maliki rahimahullah katika ahkamu al-Qur'an alipoizungumzia aya yake Allah tabaraka wa taala, wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat, mtajeni Allah katika masiku yenye idadi ya siku maalum. Akasema kwamba inatakikana Waislamu wote duniani kuungana na mahujaji katika hili. Amesema hayo Ibn Arabi, ambao kauli yake ipo katika kitabu chake ambao ni Ahkamul Qur'an, mjildi wa kwanza safa ya 143. Mjildi wa kwanza ambao nafsi ya maneno yake, kauli yake anasema wa anna sa'ira ahli al-afaq tab'un lil-hajj fiha. Watu wa miji mingine kwa watafuata nani? Mahujaji katika hili. Tutaungana na mahujaji katika hilo. Kwa hiyo tukirudi katika hadithi, suila an saumi yaumi Arafa. Alafu kipande cha pili, wa suila an saumi yaumi Ashura. Wameuliza kuhusiana na funga ya mwezi 10 mfunguo 4, siku ya mwezi 10. Ndani ya kipengele cha mwanzo wameuliza siku ya Arafa, funga ya Arafa. Hawakusema funga ya mwezi 9. Funga ya siku ambayo watu wako Arafa. Kwa hiyo yani kama anavyosema msemaji kwamba hakuna haja nini ya kuvutana. Si hatuvutani na mtu aslan. Alhamdulillah tunafunga siku yetu. Siku inafuata tunasali, tunachinja mbuzi zetu, yule ambaye anabahatika kupata mbuzi, tunapika nyama zetu, tunakula nyama, tunatembelea jamaa zetu, tunalala majumbani mwetu, hatuna disco, hatuna vurugu ya muziki, hatuna vurugu ya mtu yoyote, yani alhamdulillah. Na huo ndio mfumo ambao uko sahihi katika Uislamu. Lakini ukitazama upande wa pili kwamba haya mkishasali, wenye madufu wanapiga madufu, wenye kwenda disco wanakwenda disco, wenye mavurugu yao mavurugu, unakuta kwamba watu wametengeneza mavurugu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati ni ibada. Tumeambiwa tumzukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kuzukuru kwa wanamzukuru Allah katika maasi ya ikhwa. Ala kulli hal, hili swali kwetu sisi ni swala ambalo linafahamika. Hili swali kwetu sisi linafahamika bila shaka alhamdulillah, na hakuna mtu ambaye anashaka katika hii kwamba watu wako katika viwanja vya Arafa, walikuwa hawako Arafa wanaungana na ndugu zao ambao wako katika Arafa kwa wao kushiriki katika funga ya siku hiyo. Wale wako katika ibada ya kisimamo, sisi tunako katika ibada nini? Ya funga. Sasa wale wakishaondoka katika kisimamo, nyinyi mnashiriki vipi? Ingawa wengine wanasema haina alaka na nini? Na haji, ambao sio sahihi. Ina alaka bila shaka, ingawa ni ikhtisarat. Lakini kulli hal tumeligusia hili kwa sababu ya baadhi ya shubuhat. Ilikuwa hamna haja ya kuzungumza haya, shazungumza sana watu washaelewa. Kwa kuna mengi ya kusoma na kujifunza, lakini sasa mtu amechomoza anazungumza vitu kama hivi ambavyo vya hatari bila shaka, kwa sababu siku ya Arafa ni siku ambayo mja unasamehewa dhambi zako. Ikikufutu hii ina maana umefutu na kheri iliyokuwa kubwa. Kheri kubwa imekufutu, kwa hiyo tanabahi mustana. Isije kukufutu.
ukajikuta kwa umefunga kasi sahihi katika mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama moja wa Kiislamu unaungwa kwa kufuata Qur'an na kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sote tunaitakidi umma wa Kiislamu ni umma mmoja. Tumegaiwa tu wakoloni walipotutawala katika miji yetu, wakagawa miji hapa mpaka Kagera na Uganda, hapa mpaka na Manga na Kenya. Kwa hiyo ni mipaka tu, lakini Muislamu wa Uganda ni Muislamu mwenzetu, Kenya Muislamu mwenzetu, mipaka tu imashe. Kama vile kuambia watu, kama vile mlikuwa na baba mmoja akawaachia shamba. Alipokufa baba mkagawana shamba, kila mtu akachukua kipande cha shamba lake. Je, mkishagawana hili shamba ndo udugu nao umekufa, ule udugu wenu wa nyinyi wa familia moja utakuwa basi bwana unashikwa shamba lako wewe huko na familia yako na mimi na familia yangu tusijuane. Kwa vile vile umma wa Kiislamu ni umma mmoja. Wamekuja watu wametukatia tu ardhi, wewe kwako hapa, mwingine kwake hapa, mwingine kwake hapa, sio unajua wote kitu kimoja. Kama vile wote hapa familia moja tuko hivyo. Sasa na sisi tukaathirika baada ya kugaiwa vile tulivyogaiwa, tukaathirika, tukajiona mimi ni mimi tu na yule ni yeye peke yake na wenzio huko, tukajigawa sisi wenyewe, tukakubali ni mgawiko ndio kwa tumbetishiwa. Hatuko hivyo Waislamu. Islamu kitu kimoja kile ambacho kinawezekana Waislamu kuungana, waungane. Na bila shaka hili Waislamu wanaweza kuungana. Jambo la watu kufunga Arafa kwa muda tulionao inawezekana, ama wasala ilam vyombo vya habari, watu kupata taarifa kwenye vyombo vya habari, tushalitoa jawabu kwamba hata hao huyo mzungumzaji aliwategemea kina Sheikh bin Baz wamejibu swala lililoulizwa. Watu wanasema wamesikia katika vyombo vya habari kwamba leo watu wako Arafa au kesho Arafa tufanyaje, wakajibu fungeni. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.